Yini hapa nataka niwaambie wanandoa, wanawake kwa wanaume. Mume au mke ni mtu temporary. Saa yoyote za kuondoka. Ndio. Akafa, mkashindwana. Tushawaona watu walikuwa wanapendana. Mpaka wanatamani mmoja ende mwezini akatengeneze sayari kwa ajili ya mwenzie, mwenzie aje kukaa. Kuna mtu alipendana na mtu mpaka akasema hii tanga yote atamkabidhi. Sisi wenyewe tulikuwa tunajiuliza, wewe ukikabidhi hii tanga si tunaenda wapi? Lakini waliachana kwa kupigana na wakaenda mpaka mahakamani. Na wakawa wanagombania mali mpaka kutishiana, nitakuua. Hawa ni watu wa kupita tu. Wifi yangu nakwambiaje, yani hawa yako wana products zote za masuala ya usafi wa nyumbani. Iwe unataka kufua ndugu yangu, ipo sabuni multi purpose hiyo ya yako ambayo unafua, unaoshea vyombo, tena vyombo vinatakata haswa. Nakwambia wewe unasema hivyo, yani bado kwenye kusafisha tiles, yani tiles zinang'aa mpaka shuti kama unajiangalia kama kioo. Wifi yangu yako wana products mbali, wana shampoo za kuoshea nywele, wana hand wash, wana zile za kusafishia chooni. Ukimwagia ile yako unaiacha kwanza kama dakika 10 hivi, ukirudi unamwagia detergent soap. Sasa unasafisha uchafu wote, unaondolewa wifi yangu. Yani yako ni noma. Gari yangu sasa hivi pia yani nikiosha na sabuni ya yako ambayo ni multi purpose, na hivi kirangi changu cha gari kimewaka, kinang'aa vizuri. Wifi yangu yani yako wanapatikana madukani kote, unapata yako. Hata Instagram wapo wanapatikana @yako_brands. Ukiingia hapo utaona products zao zote wifi yangu. Ama ingia www.isamu.co.tz, utaona products zote za yako. Muda wote najisikia kuosha vyombo, hebu kaoshe vyombo wifi yangu, una yako mie. Karibu ofisini Tabata Chang'ombe, Dar es Salaam, na upate bidhaa bora za usafi kwa bei nafuu. Tupigie simu kwa namba 0767777505 au tembelea tovuti yetu ya www.isamu.co.tz. Mke mume ni watu ambao ni watu wa kupita. Ndugu zako ni watu ambao mmeunganishwa kwa damu. Ndugu zako ikiwemo watoto wako, kaka zako, mama zako, si watoto wa dada zako, watoto wa kaka zako. Hawa ndo watu ambao nyinyi mmeunganishwa kwa nini? Kwa damu. Hata kama ukisema huwataki pale nyumbani kwa sababu wanakuvuruga na mke wako, lazima watakuja. Kwa sababu hawana sehemu ya kufanya nini? Ya kwenda isipokuwa kwako. Muonyeshe mume au mke wako kuanzia mwanzo wa mahusiano yenu kwamba wewe ndugu zako ni kipaumbele. Yeye akitaka kuwa kipaumbele, awaweke na yeye kipaumbele. Basi hapo ndo mtakapoishi. Ilitokea kijana mmoja, msiba wa baba mkwe ulitokea. Baba mkwe yule ameacha watoto wa kiume 4 na watoto wa kike 3. Gharama ya mazishi ya baba mkwe ilikuwa ni milioni 6.5. Gharama hii ikigawanywa kwa watoto 7 waliosoma wenye uwezo wa kipato, ile hela ilikuwa ndogo sana kwa watoto 7. 600,000, milioni 6.5. Ina maana ni hela ambayo watoto hawa wangeweza kutoa kila mtu chini ya milioni 1. Lakini wale vijana, kwa sababu dada yao wa katikati, yani mdogo, ameolewa na kijana mwenye uwezo wa kifedha, wakamwambia hivi, kwa sababu mume wako anajiweza kiuchumi, mwambie mume wako Lela atoe hela, kwa sababu hela ya mazishi ya mzee, kwa sababu ye mume wako yuko vizuri kiuchumi na baba ni baba yake mkwe. Ndio. Sijui kama mpata picha hapo. Mimi sasa ambaye ndio dada mtu, nikachukua lile neno vile vile bila kulipima, bila kumshauri rafiki yangu wa karibu, bila kuongea na kiongozi wa dini, bila kumshauri mshenga wetu wa ndoa au shahidi au mlezi wa ndoa au baba yetu mlezi wa ndoa, wala mchungaji. Nikalibeba kama lilivyo, nikaenda nalo kwa mume wangu. Mungu atustiri. Yule dada akaenda nalo kwa mume wake. Alipofika kwa mume wake akamwambia,
kaka zangu wamesema hivi, kwa sababu wewe kiuchumi uko vizuri, unajiweza kiuchumi, hii 6 milioni ya mazishi ya baba itoe wewe. Yule mwanaume akauliza swali, natoa hela hiyo ya mazishi ya baba yenu mi kama nani? Swali muhimu sana. Mimi kama nani? Asema wewe kama mkwe wa hii familia. Akamwambia, nilipokuoa nilitoa mahari yako. Wewe ni mali yangu, ila baba yako sio mali yangu. Wewe ukifa mimi nitalipia kwa sababu wewe ni mali yangu. Baba yako alikuuza kwangu, ndio maana nimempa mahari. Sina majukumu yote kwenye familia yenu. Nitoe sadaka, lakini sio majukumu. Na wewe una kaka zako 4. Wana uwezo wa kiuchumi karibu na wangu. 6,500,000 ni hela ambayo hata nyinyi hamkutakiwa kuchanga. Wao wangeimudu wao peke yao kama vijana. Waniite wao, waniambie, shemeji, sisi tuna 3 milioni tujazilie. Sio wewe mtoto wa kike utumwe na kaka zako uje kuniambia mimi sina majukumu yote kwenye familia yako, niitake ndo nitoe. Wajua aliomba talaka. Eti kama ni hivyo basi nipe talaka yangu. Wewe huna mapenzi na baba yangu. Sasa ndo kijana anauliza kwa mwalimu wetu sisi. Tulipokuwa darasani, anamuuliza mwalimu, mimi hapa ninakosa? Mimi kwa akili zangu timamu naamini kijana hana kosa. Na naamini sio kijana huyu tu, ni vijana wengi sana wanapebeshwa majukumu katika nyumba za wake, nyumba za familia za mke au mume. Wanawake na wanaume wengi wanabebeshwa majukumu katika familia za mke au mume alikooa, ambao sio majukumu yao. Atoe sadaka, lakini sio jukumu lake. Uwezi kumshtaki popote. Na alipewa talaka. Na alivyopewa talaka, alivyorudi nyumbani, ndugu zake wakaanza kumwambia amekuwa mzigo pale nyumbani, umemletea mama mzigo na watoto wako. Alijuta. Yaani mimi nimwache mume wangu anayesimamia majukumu na kunipenda kwa sababu nyie kaka zangu mmeshindwa kutoa 6 milioni? Basi mzee azikwe tu, kwani lazima tufanye program kubwa hapo sasa? Malengo ya kuzika ni nini? Ibada na kumwombea aende salama. Tuiteni watu wa ibada. Hao watu wa ibada hawezi kutaka 6 milioni. Nyinyi ndio mnataka tashtiti, ufahari msibani. Mimi siwezi kumwacha mume wangu kwa sababu yoyote ile ya kibinadamu. Eti sijui nyinyi mmemtaka atoe chumvi ameshindwa kutoa. Eti mimi niombe talaka eti kwa sababu mume wangu amekataa kumzika mzee. Nyinyi ambao tena nyie watoto wa kiume ndio nyeu msiba. Kama mumziki baba yenu, shauri zenu. Sasa wewe uende kumwomba talaka mume wako anayekusimamia maisha yako kwa sababu kaka zako wameshindwa kufanya shengesha ya msiba. Ni akili au ni ujinga? Hiyo ni tope. Kwa akaambiwa pale pale, hujakosea. Na umefanya kitu kizuri sana. Na sisi sasa wanafunzi wengine tukahusiwa sasa na mwalimu. Jamani, nyie wote hapa ni wanafunzi wangu. Munaenda kuolewa, mtaolewa siku moja. Zungumzeni na familia zenu mapema kuhusu masuala ya kifamilia, kuhusu familia yako ambayo unaenda kuitengeneza. Mume wangu atahusika kwenye familia yangu kama sadaka, ajisikie ni msamiria mwema, amejiamua kujitolea. Sio majukumu yake. Kama amenioa kwetu hakuna nyumba, ni mimi niombe mume wangu, pale tutaibika. Kama una nguvu tumjengee bi mkubwa. Sio usiponijengea nipe talaka yangu. Kwa mimi nilichojifunza baada ya lile darasa ni kwamba niende kukubaliana na dada yangu, ndugu yangu, tukiolewa. Nenda kukaa na dada yangu, ndugu yangu, tukiolewa masuala ya familia yasifike kwa mume. Sio sawa kibinadamu, sio sawa kiheshima. Yaani sisi tutakuwa tuna confidence gani ya kuzungumza mbele ya huyu mwanaume na kati ameshangia msiba wa baba yetu? Ni kama mnajivua nguo. Afu baya tuna makaka. Yaani kaka zetu wataheshimikaje basi kama hawana hata nguvu ya kumzika baba yao? Akiachana na sisi, akaenda National TV kutusema. Tutamwona ni mbaya?
Yaani siku amenipa mimi, dada yenu ameniacha. Maana ni mtu temporary, anaweza kaniacha anytime. Akaenda kusema National TV, si muona wale, msiwaone watembea. Hawana lolote. Kama si mimi hata baba yao asingestiriwa. Na wakati mwingine inawezekana akaenda kusema vitu ambavyo havifai kutokana tu na waandishi wa habari, uchokonozi. Vipi mkeo yule mliachanaje? Yule maskini Rajimu. Hata nyumba kwa ilikuwa ikivuja. Walikuwa kilala wanatinga beseni kando. Mama yake anamka usiku wa manane anamwaga beseni nje. Kabla hajamwaga kwanza anateleza, maana kwao ni vumbi tupu, vumbi ukumbini mpaka vumbi usoni. Yaani wale kama si mimi kuleta zile ndoo, pia walikuwa wanaenda msalani wanashika majagi. Msala yenyewe ulikuwa hauna ndoo. Kwani ndio unasikia TV kaja kuionea kwangu. Alikuwa hajui. Memwambia washe TV anaenda kuchukua kibiriti. Alikuwa hajui kitu. Yaani utanangwa. Na sasa labda una kaka zako maskini wanene, warefu, wanene. Wengine wanapenda kaunda suti, basi wamesimama na kaunda suti. Ukiona vile akiwaangalia. Sasa mmechangiwa hela ya msiba na huyo mkwe wenu mlompata. Siku hiyo basi mwavaa mwapendeza, suruali mmezikata mapanga kwa kunyoosha. Kwambia. Suruali imenyoka. Sio pata wapi nguvu. Na umesimama, lakini msiba katoa pesa mwanaume mwenzio. Kwa nini? Na wakati mwingine ni uzalilishaji, kwa sababu familia nzima inakuwa imedhalilika. Au nyinyi ndo mmemwoa huyu binti? Huyu binti maskini ni mpambanaji, mfanya biashara mzuri, mpambanaji, yuko vizuri. Basi kila kitu, mama wajua choo kimeziba. Mama basi hamna neno, nitatuma gari hapo. Kijana wenu mwenyewe msaliti. Mnaniomba mimi mpaka hela ya kuzibua. Kwa nini lakini mko hivi? Mnajidhalilisha. Wengine wajua wanaomba ujue ni mama wako, baba wako, wengine wanakuombeni bwana. Hawana haya hata chembe. Yeye ndo ane, baba sasa kuna kingamuzi hapa, sasa tufanyeje? Mama 19,000. Kwa watoto wako 6 hawana 19,000. Kila mtu angetoa 3,000 ungelipa mama leo kingamuzi. Mwingine anasema huyu mkwe ananikosea adabu, mkwe mimi kaonitongoza. Asikutongoze vipi na kati mkwe unamwomba ila kingamuzi? Anakutongoza ili uache shobo, shida zako mpaka za ndani. Nataka niende sokoni hapa, si unajua Idi ni kesho, sasa tunafanyaje? Mama, mimi ndo nilikulisha iftari. Nitoe kama sadaka. Au mwanao akupigie simu kwamba mimi sijatimiza. Lakini kwako pia. Wajua, watu hawaelewi. Msaada sio deni. Yaani mimi nikisema kwa nitakusaidia sio deni. Nikitaka nitakupa. Na hiyo siku kama nimeamka vibaya pia sikupi na huna cha kunifanya. Na hawa watu, na wakumbusha tena kwa mara ya 1000, hawa watu ni watu temporary.